Mheshimiwa Naibu Meya, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alifanya ukaguzi wa hesabu za halmashauri ya jiji la Dodoma kwa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2024, ambapo taarifa ya jumla ya ukaguzi kwa nchi nzima ilikabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais mnamo tarehe 27 Machi 2025 na baadaye kuwasilishwa bungeni tarehe 16 mwezi Aprili 2025. Halmashauri ya jiji la Dodoma leo ipo mbele ya baraza la madiwani kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa huu mwaka wa fedha 2023/24. Kwa taarifa ya hesabu za mwaka 2023/24, halmashauri ya jiji la Dodoma ilipata hati inayoridhisha. Hivyo nipongeze kwa halmashauri kuweza kupata hati inayoridhisha, na hii inatokana na ushirikiano baina ya watendaji, lakini pia katika ushirikiano ambao tumeupata katika ukaguzi. Tunashukuru kwa hilo na tunapongeza pia hata kwenye ushirikiano ambao tumeupata kwa kupitia kamati zako, kamati ya ukaguzi, lakini pia kamati ya fedha. Ilikuwa imejadili hoja moja baada ya nyingine na kuweza kutoa maoni juu ya utekelezaji wa hoja husika. Mheshimiwa Naibu Meya, kwa mwaka huo wa 2023/24, halmashauri ya jiji la Dodoma ilikuwa na jumla ya hoja za ukaguzi 128 zikijumuisha hoja 83 za miaka ya nyuma. Baada ya taarifa ya ukaguzi kutolewa, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi mkoa wa Dodoma ilipokea taarifa ya utekelezaji mnamo tarehe 12 mwezi wa 5 2025, na kwa kushirikiana na wataalamu tulifanya uhakiki ambapo hoja 93 zilipatiwa majibu ya kuridhisha na kufungwa na kusalia hoja 35 sawa na 27% ya hoja zote, ambapo kuna hoja zilizobaki za miaka ya nyuma kuanzia 2009 mpaka 2010 mpaka huo mwaka wa 22/23, ambapo jumla yake kuna hoja 70 na zilizosalia ni 13 kwa miaka hiyo ya nyuma. Lakini kwa mwaka husika wa 2023/24 kumekuwa na hoja 45 na hoja 23 zimefungwa, zimebaki 22. Ni mategemeo yangu kuwa katika vikao ambavyo ni vya kamati vitaendelea kuwa ni agenda maalum ambayo ya kuweza kushajiisha utekelezaji wa hoja hizo, ili asilimia hii ya utekelezaji tuweze kumaintain, lakini pia kuiongeza zaidi kwa siku zijazo. Hoja zilizosalia zimegawanyika. Katika hoja moja utekelezaji wa mapendekezo haujafanyika, lakini hoja 34 zipo katika hatua za utekelezaji. Naomba nitumie nafasi hii kwa namna ya pekee kuipongeza halmashauri ya jiji la Dodoma kwa kupata hati safi ya ukaguzi ya hesabu zinazoishia tarehe 30 Juni 2024, ambapo hati safi hii ya ukaguzi inaifanya halmashauri ya jiji la Dodoma kuendelea kupata hati safi tangu mwaka 2017-2018 mpaka sasa. Hongereni sana. Kitendo hiki kinaipa heshima kubwa halmashauri ya jiji la Dodoma na mkoa wa Dodoma kwa ujumla kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya. Hongereni sana. Hapo nipongeze, mwaka huu mkoa mzima pia ulipata hati safi, tujipongeze kwa pamoja. Na kunipa heshima mimi kupita nikiwa ninafurahi kila mahali katika ardhi ya Dodoma na mbele ya viongozi wenu. Kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu zinazoishia tarehe 30 Juni 2024, halmashauri hii ilikuwa na jumla ya hoja 128, ambapo kwa hoja hizo 83
ni za miaka ya nyuma na hoja 45 ni za mwaka 2023-24 kama ambavyo imetoka kusemwa hivi punde. Aidha, nimepewa taarifa kuwa kati ya hoja 128 hadi sasa hoja 93 zimefungwa, ambayo ni sawa na 73%, na hivyo kubakiwa na hoja 35 sawa na 27% ya hoja ambazo hazijafungwa. Pia halmashauri na maagizo 6 ya kamati ya LAC, ambazo agizo moja limeelekezwa na limetekelezwa na maagizo 5 yapo katika hatua ya utekelezaji. Kutokana na uwepo wa hoja hizo na maagizo hayo, management ya halmashauri ya jiji la Dodoma chini ya usimamizi wa baraza la madiwani napaswa kutekeleza mambo yafuatayo. Moja, ili kuondokana na changamoto ya halmashauri kuwa na hoja nyingi zisizofanywa kazi, ninasisitiza kuwa kamati ya fedha ambayo inakutana kila mwezi iwe na ajenda ya kudumu ya kujadili mwenendo na uibuaji wa hoja za kiukaguzi za ukaguzi wa ndani na halmashauri na zile zinazoletwa na mkaguzi wa hesabu za serikali na maagizo ya LAC, na kuchukua hatua stahiki pale inapobainika kuwa management imefanya uzembe katika kufanyia kazi hoja za ukaguzi na maagizo ya kamati ya bunge ya hesabu za serikali. Najua haya mnaendelea kuyafanya, kila mwaka tunayaagiza, lakini lazima tusisitize ili hata hizi 35 ziweze nazo kuondoka. Ripoti ya CAG pia imebainisha kuwa kuna mapato yasiyokusanywa kutokana na mauzo ya viwanja kiasi cha bilioni 7,395,296,373. Nimearifiwa hadi sasa mmekusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,186,475,909 kati ya kiasi kilichohojiwa na CAG. Aidha, naelekeza management kuhakikisha fedha kiasi cha bilioni 6,138,820,464 ambacho hakija kusanywa tuhakikishe kinakusanywa. Pia ripoti ya CAG imebainisha kuwa umakini wa mali ya halmashauri umiliki wa mali ya halmashauri ulihamishiwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kulipiwa fidia. Naelekeza management kuhakikisha inazingatia taratibu zote za kuhamisha mali hiyo. Hoja nyingine ilisema ripoti ya CAG imebainisha kuwa vyanzo vya mapato kutozwa bila kuwa na sheria ndogo ya mapato. Nielekeze management kuhakikisha inafuatilia na kupata sheria ndogo za mapato katika vyanzo ambavyo havina sheria ndogo. Pia ripoti ya CAG imebainisha kuwa utekelezaji usioridhisha katika uendeshaji wa miradi ya kimkakati na kusababisha upungufu wa mapato ya shilingi bilioni 1,855,432,225. Pia nielekeze management kuhakikisha inasimamia miradi ili iweze kupata thamani ya fedha. Najua tunaijua miradi hiyo ikiweko masoko, stendi na makadirio makubwa ya mapato, lakini bahati mbaya hatujaweza kupata ubunifu wa kufanya miradi ile ituingizie pesa ambayo tulikuwa tumeikusudia. Ripoti pia CAG imebainisha kuwa malipo yaliyofanyika kwa fedha taslimu kiasi cha shilingi milioni 431,895,597 kupitia timu ya mpira Dodoma Football Club. Hii ni kinyume na agizo la 68 la memorandum ya fedha serikali za mitaa ya mwaka 2009. Nielekeze management kuhakikisha inasimamia sheria, kanuni na miongozo ya fedha wakati wa kufanya malipo na swala hili lifanyiwe kazi. Pia ripoti ya CAG imebainisha kuwa bado kuna changamoto ya ujazaji fomu za bima ya afya NHIF, na hivyo kupelekea upotevu wa mapato ya shilingi milioni 34,994,237 kutokana na kukataliwa kwa madai
yaliyowasilishwa na halmashauri kwenda kwenye mfuko wa taifa wa bima ya afya. Ripoti ya CAG imebainisha kuwa kuna manunuzi yenye thamani ya shilingi bilioni 1,180,676,662 yaliyofanyika nje ya mfumo wa NeST. Hii ni kinyume na mwongozo wa manunuzi. Nielekeze management kuhakikisha inazingatia miongozo ya manunuzi, ikiwa ni pamoja na kutumia mfumo wa matumizi ya NeST. Ni imani yangu kuwa hesabu tunazoenda nazo sasa, maeneo mengi ya NeST yatakuwa yamerekebishwa. Maana wakati ule kulikuwa na lugha ya NeST, mfumo mgumu, mfumo unasumbua. Sasa hivi naamini tumetulia kwenye NeST. Pia ripoti ya CAG imebainisha kuwa kuna kasi ndogo ya ujenzi wa miundombinu ya hospitali ya Nala yenye thamani ya shilingi bilioni 1.5. Maelekezo haya nielekeze management kuhakikisha inaongeza kasi ya ujenzi wa miundombinu ya hospitali ili mradi ukamilike kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6 2025 na uanze kutoa huduma zote kwa wananchi kama malengo ya serikali. Najua imeanza, lakini kwa huduma chache, zile ambazo hazijaanza basi upambane ili sasa hivi zikamilike. Pia ripoti ya CAG imebainisha kuwa kuna ununuzi wa vifaa vya ujenzi yenye thamani ya shilingi milioni 209,577,356 vilivyonunuliwa zaidi ya mahitaji ya ujenzi katika hospitali ya Nala. Nielekeze management kuhakikisha kila inapotekeleza mradi iwe inafanya makadirio yaliyo halisi.